Mbali na hayo ni kwamba maafisa wa mahakama na wale wa usalama hii leo wamemwongoza mhubiri tata Paul Mackenzie na washukiwa wenzake wa mauaji ya Shakahola na kwa Binzaro hadi nyumbani kwake eneo la Furunzi, kaunti ya Kilifi. Wakati wa ziara hiyo, ukaguzi wa kanisa lake ulifanywa na baadhi ya mashahidi waliokuwa waumini wakatoa taarifa zao mbele ya jaji wa mahakama kuu Wendy Kagendo. Mwanawe Mackenzie pia alieleza mahakama kuhusu hatari ya imani hiyo ambayo anadai hadi sasa inaendelea. Francis Mtalaki anatupasha mengi. Msafara wa wajumbe wa mahakama ukiongozwa na jaji wa mahakama kuu Wendy Kagendo, maafisa wa polisi, kikosi cha DCI wakiandamana na washukiwa mauaji ya Binzaro, ikiwemo washukiwa wakuu Paul Mackenzie, Shalina Nendo na wenzake 6 pamoja na mashahidi wawili waliovalia magwanda meupe, walifika mtaani Furunzi nyumbani kwake Paul Mackenzie palipokuwa na kanisa la Good News International. Hapa walitembelea na kutathmini hali halisi yaliyojiri chini ya kanisa hilo. Dan Mackenzie, ambaye ni mwanawe mshukiwa mkuu Paul Mackenzie, alieleza mahakama kilichojiri na kinachoendelea kwa sasa, zaidi ya miaka 3 baada ya babake kukamatwa kwa tuhuma za mauaji halaiki. Tumeona mama kwa heshima zake mzee. Huyo ni nani? Huyo ni nyanyako. Na anaishi wapi? Nakaa hapa na sisi. Na tumeona watoto pale wanachungulia. Hao ni kina nani? Hao ni ndugu zangu. Okay. Mnaishi vizuri? Kidogo tunakumbana bado kwa hiyo Mahakama kuu ilielekea mitaa ya Kanyangwa, Kauyen na kwa Chocha, wakitembelea maboma kadhaa yanayodaiwa kuwa maeneo waliokodi waathiriwa mauaji ya Binzaro. Katika kikao hiki cha mahakama nyanjani, mashahidi walitambua makazi pamoja na wamiliki wa nyumba hizo, pamoja na kusimulia masaibu waliopitia wakiishi mtaa huu. Walikaa ndani ama ni hii ulisema hii area ni ndani ama tu yote ilikuwa ndani? Walikaa ndani. Walianza kuingia hapa maybe on Friday ndio niliona wamama watatu wazee wakiingia na pikipiki. And then mimi Saturday sikushinda. Sunday pia nikaenda church, but nikiingia so nilipata tu viatu viko nje tu vingi hapa. But nilikuwa maybe na expect maybe ataniita niambie hao ni wageni wangu, but hakukuwa na hiyo. Mahakama vilevile imetupilia mbali ombi la upande wa washukiwa kutaka wahifadhiwe katika gereza la Malindi baada ya kusafirishwa kila siku kutoka gereza la Shimo la Tewa mjini Mombasa. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.